Katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali, wanataaluma hao wakaainisha maombi kadhaa kwa serikali, likiwemo la kupewa ruhusa ya kushiriki kwenye mashauri binafsi ya kawaida. Tunaomba zitumike mbinu za kisheria kutengeneza necessary safeguards za kanuni kuhakikisha ya kwamba mawakili haswa wale walio kwenye wilaya na mikoa wanaweza kufanya private practice bila kuathiri maslahi na matalaba ya taifa. Iko haja ya kufanya utafiti, kuja na majibu ya kisayansi. Binafsi kwa akili ya kawaida ungedhani ni rahisi ili jambo kufanyika, lakini naamini waliotangulia waliwahi kuona kasoro mahali fulani, ndio maana ikafanyika hivi. Muhimu tuendelee kulifanyia kazi na lisifanyike kazi peke yetu pale ofisi ya waziri wa katiba na sheria pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa kuwa wana uongozi wao, ni muhimu sana wakashirikishwa kwenye hiyo process ili jibu linalopatikana liwe letu kwa pamoja. Inawezekana wajue, haiwezekani wajue. Awali walezi wa chama hicho nao walitanguliza nasaha zao pamoja na mikakati ya kutatua baadhi ya changamoto kwenye kada hiyo. Nitumie pia fursa hii kuwasihi mawakili wetu wa serikali tutumie kliniki za ushauri wa sheria na taaluma zetu kuhakikisha tunatoa ushauri wa sheria ipasavyo na kutekeleza wajibu wetu ipasavyo. Zipo baadhi ya changamoto ambazo sisi wizara na mashauri wa serikali tumeanza kufanyia kazi. Moja ikiwa suala la muundo wa wanasheria wote wa serikali watambue kama mawakili wa serikali, kwa kuwa hilo ni takwa la kisheria. Sisi wizara tumepitia na kupendekeza marekebisho ya muundo ambayo tuna imani utapita na wanasheria wote wataitwa mawakili wa serikali baada ya kukamilisha jukumu la hilo na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Katika mkutano huo pia naibu waziri mkuu ameagiza ufanyike utaratibu wa kukikopesha chama hicho shilingi bilioni 1 watakayoitumia kwenye mfumo wa hati fungani na kisha faida kuielekeza katika mafunzo ya mawakili hao pamoja na kufanya tafiti mbalimbali. Ahmad Ali, Azam News, Dodoma.